tutakuwa tunapata pesa taslimu isiyopungua milioni 30 za Kitanzania kila Ijumaa saa 6 usiku. Kwa hiyo nadhani tushangilie. Na sasa hivi hapa twende ndani ukaniorodheshia mahitaji madogo madogo kama chakula ambaye yako humu ndani. Mimi nataka nishushe mzigo wa chakula hapa. Lije gari zima lishushe unga, michele, mafuta, kila kitu. Mdogo wangu, tushakuwa matajiri. Nataka hii hela tuile kwanza, alafu ile ya Ijumaa ijayo ndio tumie katika mambo mengine ya kimaendeleo. Twende mdogo wangu, matajiri wa Dubai. Wewe Jogo. Mzee, kumbe ni wewe. Shikamoo. Maraba. Vipi jamaa, yupo au ametoka? Shemeji, na imani umekariri njia zote. Toka tumetoka kule nyumbani mpaka tumefika hapa hivi. Na ile eneo lote unaloliona ni la marehemu mume wako. Nasikia mke mkubwa ndio aliyeshawishi tuje tumzike huku kaka. Na sikujua alikuwa na maana gani. Kwa sababu huku ni mbali sana kama mwenyewe ulivyojionea. Na eneo hili au maeneo haya, yani watu huaga hawapitipiti ovyo. Lakini kipindi tunakuja, tupo njiani pale, kuna jambo moja nilikuwa nimeliwaza. Nilikuwa nawaza niongee na wanandugu ili eneo liwe chini yako. Yani wewe ulilisi. Naamini ili shamba ukililisi wewe, lile kaburi litakuwa safi muda wote. Kwa sababu tunataka tulijengee kaburi lake. Kwa hiyo kupitia wewe naamini kakaangu atapumzika mahali pasafi sana. Na atakuwa na amani hata yeye huko alipo. Basi naomba tuende kwa sababu kaburi lenyewe haliko mbali. Liko pale kwenye ile michikichi unayoiona. Basi nina mazungumzo naye, sio lakini tamsubiri. Wewe ndio mambo yako tu.
Nini kwani? Kitufe, unaniuliza mimi tena wakati mimi ndio inabidi nikuulize wewe, kwa sababu nimefika hapa naingia ndani na kukuta umezimia, na kutokana na hali ya hewa ndani harufu kali ikabidi nikutoe nje naweza kukupepea. Hatimaye umeamka. Labda nikuulize Kitufe, ndugu yangu, ni nini kilichokusibu? Mimi mshikaji wangu, unajua jana wakati nipo pale sebuleni kwako nataka kulala tu, hawezi amini, nilimwona kijiti. Niko na siwezi tena kubaki hapa, yani kulala mle ndani. Nikaamua nikimbie kabisa. Sasa nimekimbia ule usiku wa manane. Mwisho wa siku nikaona naenda wapi? Nikaona niende kwenye ule nyumba pale jirani pale. Nikalala pale nikajiegesha mpaka asubuhi. Sasa wakati niko pale nimekaa na wazawaza na mambo yangu kichwani, nikawa sielewi naenda wapi. Naisha kwa asubuhi tena. Mara nakaa kidogo tu simu inaita. Natoa simu mfukoni, namba ngeni. Napokea, naweka sikioni tu. Mshikaji wangu, nauliza wewe nani? Namba ngeni, ni kijiti. Kitufe, kwani Shemkijiti si ameshafariki? Na mimi ndo nashangaa kwa sababu mtu kanipigia simu na naisikia kabisa sauti yake. Nakata simu na kuja nyumbani, namkuta chumbani vile vile alivyojifunika shuka pembeni, katoa mdomo wazi, macho amemtoka. Na ndo kitu kilichonifanya mimi umenikuta kwenye hali ile, yani nimezimia. Kitufe, mshikaji wangu, unajua haya mauzauza ambao unapitia katika maisha yako si kawaida. Mkuu. Tayari tushafika hapa. Tunakaribia kufukua hii maiti. Muda sio mrefu tutakuletea mkuu. Ndio. Hamna shida mkuu. Mshirika, ongeza spidi kidogo, mkuu anahitaji mwili. Nani tena amewasha moto eneo la kaburi? Sasa basi, cha kukushauri, inabidi uende ukamwombe msamaha kaka yake na Kijiti. Kama unakumbuka jana nilikwambia kaka yake na Kijiti, inawezekana yeye akanahusika kwa namna moja ama nyingine. Hivyo basi nenda kamwombe msamaha. Lome, mshikaji wangu, naanzaje mimi kwenda nyumbani kwake nikamwombe msamaha? Aliyakuwa alikuja hapa nyumbani nikamtolea maneno machafu na makali, tena hata hayazungumziki. Yaani wewe ingekuwa ile siku upo hapo ukasikia maneno yanatoka kwenye mdomo, ungeniambia kaka, punguza kasi, maneno makali una leo na kesho. Haya,
mimi naanzaje? Na kingine, unajua hali inaendelea huko ndani, na yule kijiti ni mwanafunzi, si kesi. Halafu wewe unataka nini? Nikamwombe msamaha, yaani nijipeleke nikakamatwe kabisa? Kaka, mimi siwezi kwenda, siwezi. Nisikilize Kitufe, yaani hapo ninachagua haya mawili. Chaguo la kwanza, uende kwa kakake na kijiti ukamwombe msamaha, na chaguo la pili, usiende, ubaki na msara wako. Hakika la kufanya bado sijaliona, nimeona bora mimi kuimbe wewe. Yo. Shikamoo. Marahaba. Kumbe mzee unapajua hapa? Sio kupajua kwako, ninakujua mpaka kwenye utumbo wako. Nisikilize, sina muda wa kupoteza, nimekuja kumchukua jogoo wangu. Maana wewe humtaki. Simtaki tena? Jamani, mimi nimesema wapi simtaki? Sio kwa mambo ya jana hayo mzee. Jana nilikuwa simtaki, lakini mimi sasa hivi namtaka. Lakini pia mzee, unajua jana wakati unamkabidhi kwangu ulikuwa unanitisha nusu mpaka nikataka kuzimia. Lakini sasa hivi tena unataka tu umchukue. Mimi naomba tu usimchukue. Kwa sababu jogoo mwenyewe kishapazoea hapa. Kishapazoea kabisa, na sidhani kama hata yeye mwenyewe atataka kuondoka. Ukisema kwamba umchukue sasa hivi, nafikiri kama tutamharibu kisaikolojia hivi. Kwanza kumhamisha hapa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine, mwisho wa siku anaweza kupata hata magonjwa. Namchukuaje huyu jogoo sasa? Na nitafanya nini mpaka niingie ndani kwake kumchukua? Kwa sababu mimi na yeye hatuna mazoea, na nikishamchukua nitaenda naye wapi? Kwa maana anatafutwa kama nini, na sitaki niwashirikishe wachawi wenzangu katika hili. Inabidi mimi ndo ninufaike naye, niwe tajiri. Haina shida, naenda kumuiba yule jogoo, nitatafuta sehemu ya kujificha naye mpaka Ijumaa ijayo. Akishatapika hela, napanda zangu ndege naenda nje ya nchi. Hakuna atakayenipata. Hivi wewe umeacha ndani kazi zote, umeamua kuja kukaa hapa unawaza nini? Kazi zimejaa ndani huko, vyombo hujaosha, huja deki, chooni kuchafu, kunanuka mikojo, unakojoa ovyo ovyo, halafu maua pia hujamwagilia, lakini unakuja kukaa hapa unawaza nini? Kwa mzee, mimi naona
Ile wazo la kusema kwamba tumhamishe kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine so wazo zuri. Unajua hati wakati unamkabidhi kwangu bila shaka unaona kabisa mazingira yako, miundombinu yako haiko vizuri. Ndio maana ukaamua kumleta kwangu. Lakini hapa haishi kwenye banda kama kuku wengine au jogoo wengine. Hapa nimempa chumba hiki chenye vioo hiki, kina kitanda. Chumba changu cha wageni nimempa aishi tu, ajistareheshe, aishi kwa amani. Kwa hiyo tafadhali tusimhamishe bwana. Mwache tu aishi hapa. Lakini pia kikubwa zaidi mzee, mimi nilikuwa nishaanza kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba anakula vizuri. Mimi nimeshanunua pumba, mahindi, soya, nini mchele. Yaani mchele ambao wanapikaga mimi nimemnunulia tu anatafuna na karanga. Kwa hiyo mwache tu mzee. Yaani yaani yote hayo maneno ya kutoka lukuki mpaka kikapu kinajaa, kwa sababu umeona jogoo anatapika hela. Tafikiri alikuwa anaongea siku sio wewe. Hata hivyo simchukui na kuachia kwa kutania tu. Lakini pia nimekuja kwa mambo mengine ya msingi matatu. La kwanza, usitumie hiyo pesa mpaka nitakapokupa maelekezo maalum. Hazitumiki tena. Kuna pesa inatakiwa iende kwa watoto yatima au wenye mahitaji maalum, ikiwezekana wagonjwa, hata wajane pia. Yaani kwa kifupi tu, usitumie hiyo pesa mpaka nitakapokupa maelekezo maalum kwa jinsi ambavyo huwa tunatumiaga. Jambo la pili, unaonaje kama huyu jogoo angekupa nguvu ya kumlinda, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi hawezi kujilinda. Yaani uwe na nguvu kama nilizo nazo mimi, ili mradi tu wewe uwe kinga yake, kwa sababu ikitokea siku ameingia kwenye mikono ya watu wabaya, watu wasio na utu, wasio wema kama wewe, tumekwisha. Una mradi gani wewe ambao unakufanya mpaka uwaze? Wewe ni maskini, huna chochote, kapuku mnuka vumbi wewe. Nyumbani kwenu wote maskini. Tumekuweka hapa ili mradi ufanye kazi, lakini naona unajisahau. Nguo zenyewe 2 na hiyo bukuta lako ambao unalianika kwenye kamba naliona limechanika. Lakini mtu bado unaita jeuri tu. Unajisahau, si ndio? Au unaona hapa ni kwenu? Hapa sio kwenu, hapa ni kwetu. Hebu kumbuka maisha yenu ya nyumbani kwa maskini, nashindwa kula asubuhi na mpaka mchana. Mtu unashindwa kujielewa, unashindwa kujitambua. Bado ufanye majukumu yako, unakuja unakaa hapa. Una mradi gani ambao unawaza wewe? Huna chochote, alafu unanivimbia. Hili maskini si mna nini nyinyi? Yaani mnaonaga sometimes si matajiri kama tunawaonea, kumbe hamna lolote. Nyie dharau zenu, jeuri zenu ndo zinawafanya mpaka muwe hivyo. Hivyo wewe ungefanya usafi mimi ningekusema wewe. Ningekupiga mimi, si umetaka mwenyewe? Hapo ninanitolea macho liangalie lilipo. Yaani ungejua ninapokuchukia mimi wewe. Usingeniangalia kama hivyo. Macho bosi wako. Yaani wewe, mimi naongea na wewe. Yaani kama sijakuelewa mzee, lakini nimekuelewa. Na jibu langu katika hilo ni hapana. Mistaki kwa sababu hayo mambo ni kama ushirikina huo. Masuala ya mtu kuwa na nguvu, ina maana hapana. Mimi jogoo namtaka, lakini hayo mengine ambayo mnataka kunipa sitaki. Kwa sababu tukishaanza tena kuwa na mambo ya kishirikina, ina maana hiyo ni kama mikoba ya kichawi sasa unanipa. Na mimi naijua hiyo. Baadaye inaweza kanigeuka. Mkajikuta tena mnaniambia labda nijiunga hata Freemason. Maana ndo mnaanzaga hivyo. Kwa mimi katika masuala ya usiju mnipe nguvu, sijui nimlinde jogoo. Sitaki. Mimi niache tu nibaki na jogoo, labda mimi nitakachokifanya ili hao watu wabaya ambao unasema kwamba wanamtafuta wasijue,
itabaki kuwa siri yangu mimi na wewe, na mimi kwa upande wangu tuambia tu watu wachache, watu wangu wa karibu, mama yangu labda na mdogo wangu, wajue kwamba mimi mnaishi na kiumbe cha ajabu. Basi kwa hiyo mimi itabaki siri, lakini pia mimi nitaimarisha ulinzi tu hapa nyumbani kwangu, kwa sababu hela siipa na itapika. Hapa mkitaka, kama unavyoona nyumbani kwangu tayari kwa shaji nini hapa nimepanga pazuri, kuna fence nzuri sana hii hapa. Mkitaka, kwa sababu pesa ipa na itapika jogoo, naweza nikaweka hata fence ya umeme. Tunapiga fence ya umeme hapa mzee, lakini pia hata tunaweza tukafunga kamera kiasi kwamba hata huyo mtu ambaye unamzungumzia akiingia tu tunamuona. Anyway, kaa Zuzu. Mzee, unaangalia nini? Hamna kitu. Hamna kitu? Hamna kitu? Hamna kitu wakati ulikuwa unaangalia kwa makini kana kwamba kuna kitu labda. Ulikuwa mshtuko tu. Umeshtuka? Ulisema una mambo matatu ya kuniambia. Umesema mawili tu, la tatu ni lipi? Jambo la tatu, ninaondoka naenda nyumbani. Vipi sasa, una nauli au nikusaidie nauli? Nimekwambia hiyo pesa usiitumie mpaka nitakapokupa maelekezo maalum. Pigia huyu kakako aje hapa. Nasimuogopa. Sister. Unasemaje? Hello? Hello? Nini tena? Hatimaye, jogoo wa ajabu, nimekupata.